Hello, leo tutajifunza kuhusu aina ya nyaraka ambazo unahitaji kujua kama fundi wa utengenezaji. Zaidi ya hayo, umuhimu wa nyaraka hizi na maelezo kadhaa ambayo unahitaji kujua. Tutakutambulisha kwa aina ya nyaraka, muundo wao na uhusiano wao na majukumu yako ya kazi. Hati ya kwanza kabisa na muhimu ni rekodi ya uzalishaji wa batch, pia inaitwa BR. Hii ni hati ambapo maagizo ya hatua kwa hatua juu ya jinsi ya kutengeneza dawa yameandikwa. Maagizo haya yanahusisha shughuli kutoka kwa kukusanya nyenzo hadi kuweka lebo na ufungaji wa bidhaa ya dawa na kuifanya usafirishaji tayari ili iweze kutolewa kwenye soko. Utajifunza zaidi kuhusu BR na jinsi inavyoonekana katika mafunzo tofauti. Sawa na BR, hii inaitwa rekodi ya kundi la mwalimu. Hii ni nakala ya kwanza ya bwana ambayo iliundwa. BR ni nakala ya rekodi ya batch ya mwalimu. Hiyo inamaanisha BR na BR ni moja na sawa. Tofauti pekee ni rekodi ya BR master batch ni nakala ya mwalimu ya BR. Hebu tuelewe tofauti kidogo zaidi. Wacha tuseme, ikiwa BR iliundwa kabla ya BR, BR ni rekodi ya mwalimu. Kila wakati kuna sasisho kwa mchakato wa uzalishaji au ikiwa vifaa vyovyote vinabadilika, inaweza kuwa mabadiliko mengine yoyote katika BR inapaswa kuakisiwa katika BR. Sasisho hili litarekodiwa katika BR kama toleo la hivi karibuni la BR. Idara ya nyaraka ambaye ana jukumu la kuchapisha BR lazima ahakikishe BR ya sasa inachapishwa inafanana na toleo la BR, na hii pia inatumika kwa fundi wa viwanda ili kuhakikisha sawa wakati wa kupokea na kufanya kazi kwenye BR. Utaratibu wa kawaida wa uendeshaji pia huitwa SOP, ni seti ya maagizo yaliyoandikwa ambayo yanaelezea kwa undani jinsi ya kufanya mchakato wa viwanda na vifaa salama na kwa ufanisi. Mashirika ya viwanda lazima yawe yameandika SOPs wakati kazi inahusisha matumizi ya vifaa hatari au aina yoyote ya vifaa, kemikali, mionzi na kibiolojia au hatari za kimwili, pia utaratibu wa uendeshaji wa vifaa. Wafanyakazi wote wa viwanda lazima wawe na mafunzo ya kumbukumbu juu ya SOPs husika zinazotolewa na mwalimu aliyefunzwa au wafanyikazi wengine wenye uzoefu. SOPs lazima zichunguzwe angalau kila mwaka na kusasishwa wakati inahitajika. Maelekezo ya kazi na misaada ya kazi kusaidia mafundi wa viwanda kuelewa mfupi na wazi hatua kwa hatua maelekezo ya kusaidia operator jinsi ya kutekeleza majukumu ya viwanda kwa urahisi na kwa ufanisi. Wakati wa kutekeleza majukumu ya kazi kwenye sakafu ya utengenezaji, nyaraka hizi za maagizo ya kazi zinapatikana katika chumba cha kusafisha pia. Hii ni kusaidia mafundi wa utengenezaji kuelewa mchakato kwa njia ya hatua kwa hatua. Kwa kuongezea, unaweza kutembelea tena hati hizi ikiwa kuna mkanganyiko wowote kuhusu jinsi ya kufanya kazi. Maagizo haya ya kazi huwekwa na kuwekwa vizuri katika chumba safi. Na maagizo haya ya kazi yanaweza kuwa juu, jinsi ya kupakia mzunguko wa autoklave katika chumba cha sterilization. Hati ya vipimo ni sifa zilizoandikwa za kina za nyenzo yoyote au matokeo ya mtihani. Wacha tuelewe hili. Kwa mfano, wacha tuseme, ikiwa unapokea malighafi kutoka kwa ghala, nyenzo hii ina hati ya vipimo vya nyenzo. Kwa hivyo, hati hii ya vipimo husaidia wafanyikazi wote kutambua ni nini nyenzo hii inapaswa kuonekana, ni rangi gani ya nyenzo, ni sura gani ya nyenzo ambayo kampuni inaisambaza. Habari hii yote iliyotajwa juu ya vipimo vya nyenzo husaidia fundi wa utengenezaji kutambua kwa usahihi vifaa vyote kulingana na sifa zao zilizotolewa katika vipimo vya nyenzo. Hebu tuchukue mfano mwingine wa vipimo tofauti. Kuelewa mtihani wa dawa na matokeo ya kupitisha faili ya mtihani. Kuna hati ya vipimo vya jaribio,
inayoitwa hati ya ufafanuzi wa ASAE kama unavyoona kwenye skrini. Matokeo ya vipimo vya majaribio inaonyesha kama kupita hapo juu kwenye hati ni vigezo kadhaa na anuwai yao, na matokeo hutolewa na maabara. Wameangalia vigezo vyote na kukupa matokeo, na unachohitaji kufanya ni kuambatisha matokeo na kuendelea na mchakato. Tungependa ujue na kuelewa jinsi ya kuthibitisha haraka vipimo vya jaribio kwa makosa yoyote. Ikiwa kigezo cha kwanza kinasema yaliyomo kwenye kemikali hii yanapaswa kuwa ndani ya anuwai hii iliyotajwa, basi lazima iwe ndani ya anuwai hiyo na kukaguliwa kama kupitisha. Vivyo hivyo, vigezo vyote vya safu kwa safu vinapaswa kuchunguzwa na fundi wa utengenezaji ili kuhakikisha kuwa maabara inayofanya mtihani na kukupa matokeo unaweza kuangalia kazi yao na ni rahisi sana kufanya. Waraka huu wa vipimo ni rahisi sana kuelewa. Ngoja nikupe mfano. Ikiwa umepewa kikombe cha maji, sukari na chumvi iliyochanganywa ndani yake na unafanya mtihani wa maabara juu yake. Vipimo hivi vya mtihani vinasema sukari inapaswa kuwa chini ya gramu 10 na chumvi inapaswa kuwa chini ya gramu 3. Ikiwa baada ya jaribio kutekelezwa, kiwango cha sukari ni chini ya gramu 10 na chumvi ni chini ya gramu 3, matokeo yanapaswa kuwa nini? Ndiyo, jaribio hili linapita. Kama fundi mzuri wa utengenezaji, ikiwa unachukua mazoezi ambapo unasoma kwa uangalifu hati za vipimo, utaepuka makosa mengi. Wako na wengineo. Kumbukumbu ni moja ya nyaraka kwamba utakuwa kuingiliana kila siku kama fundi wa viwanda. Kurekodi maingizo ya matumizi ya vifaa, kuweka wimbo wa rekodi za kusafisha na maingizo ya chumba, logi ya kuingia kwa eneo la utengenezaji na kumbukumbu nyingi zaidi kama vile kumbukumbu ya utoaji wa BR, logi ya utoaji wa vifaa kwenye ghala. Utajifunza kuhusu aina zote za magogo katika mafunzo yajayo.